kwa dakika kadha ambazo itazungumza nawe kadiri Mungu atakavyotusaidia. Fungua nami katika kile kitabu cha Luka 23, Luka sura ya 23 mstari wa 27 mpaka 28. Luka 23 mstari wa 27 mpaka 28. Nitasoma. Biblia inasema mkutano mkubwa wa watu wakamfuata, na wanawake waliokuwa wakijipiga vifua na kumwombolezea. Mstari wa 28, Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jihurumuni nafsi zenu na watoto wenu. Tarudia mstari wa 28, Yesu akawageukia akasema, enyi binti za Yerusalemu, msinililie mimi, bali jihurumuni nafsi zenu na watoto wenu. Bwana ayabariki maneno yake. Unasema yalikuwa ni majira ambayo Yesu alikuwa anaelekea katika safari yake ya mwisho ya hapa ulimwenguni, safari ya mateso. Alikuwa anaelekea katika safari ya msalaba. Unasema kulikuwa na mkutano mkubwa pia ulikuwa umefuata, lakini katikati ya mkutano walikuwepo wanawake wakilia kwa uchungu na maumivu ya kujipiga vifua. Yesu aliwageukia wale wanawake akawaambia, msinililie mimi, enyi wanawake na binti za Yerusalemu, bali mlilieni ninyi wenyewe na watoto wenu. Kama unaandika, andika, jililieni ninyi wenyewe. Jililieni wenyewe. Haleluya. Ni kwa nini Yesu alikuwa anawaambia hawa wanawake jililieni ninyi wenyewe? Ni kwa nini alizungumza na huyu mwanamke akamwambia lia kwa chini ya uvao? Yesu kwa sababu ya namna ambayo aliona safari yake, ilikuwa ni ishara au ujumbe anampa mwanamke ya kwamba ni nani apitia nini hata mzao wako utakuja kupitia. Safari ninayoipitia hata mzao wako utakuja kupitia. Safari ninayoiendea hata mzao wako ambao utaniamini lazima upitie. Alichokuwa anamwambia mwanamke akamwambia usininunue Mungu. Ndio huyu mzao wako ambao mkini yuko au mkini hautakuwa na kuja. Lia kwa ajili ya Mungu mzao. Ili uweze kusimama na Mungu aya za Mungu. Ni kama jaribu kuangalia kwa namna ambavyo Yesu anazungumza na hawa watu. Kwa nini alikuwa anawaambia msinililie Mungu? Ni ishara alikuwa anawapa ufahamu ya kwamba mwanamke ni sharti ujitambue. Hii ilikuwa ni message ya kwamba mwanamke jitambue. Usiniangalie mimi kazi unayoifanya, lakini ninapoimaliza vile ninavyokuachia wewe uanze safari. Kama vile ninakuachia wewe uanze safari, ninapodai hii safari unaweza kushinda. Ni sharti ulio katika kulia na kuomboleza, na aliposema usinililie
Haleluya. Alikuwa anaufungua mwanamke fahamu ya kwamba ni sharti mtumboni katika mataifa ya kuonekana nyuma watu liko kusii kubwa ya Mungu, nyuma watu liko mbao kubwa na mtegemeaji. Ukinyamaza ukitumia, ni nani atakayeweza kuwafanya hao watu wajike Mungu alipokusudia? Nikilia nikinyamaza, nikalia kwa namna ya Mungu, nikalia kwa namna ya kawaida, nikalia kwa namna ambayo nimemzoea. Mungu hawezi kudhuri machozi haya. Anamtazama Bwana, anatazama dhamira ya Mungu, anaangalia ule mzigo ambao moyo wangu na moyo wangu kubeba kwa ajili ya Mungu sana. Ni namna gani tunatamani kuwaona wanafika au kuona wanafika pale Mungu alipokusudia. Kujitambua kama mwanamke, kujitambua kama mwana wa Mungu, kujitambua kama mtu aliyemwamini Kristo. Kwa sababu kuna mazingira na vitu vingi tunavyopitia kwa sababu hatujitambui au hatujatambua kwa nini tunapita hapo. Hatujatambua kwa nini hivi vitu vinatokea. Hatujatambua kwa nini Mungu anatuuliza kuwa hapo tulipo. Hatujatambua kwa nini tunazaliwa katika familia hizi. Hatujatambua ni kwa nini ulimwengu unapita katika nyakati hizi. Yesu alikuwa anatufungua ufahamu wa roho ya kwamba katika huu ulimwengu hili tushinde, tunahitaji kujitambua. Wewe ni nani? Mimi ni nani? Kwa nini niko hapa? Kwa nini niko hapa? Kusudi gani la Mungu mimi kuniweka hapa? Na anataka kuona nini kupitia mimi? Lazima utambuzi wa ndani uwepo. Na hakuna chochote kinachoweza kufanya mwana wa Mungu, mwanamke au mtu kujitambua kama neno la Mungu haliko ndani ya mtu. Ni neno la Kristo pekee linalofanya mtu aweze kujitambua, kwa sababu tuko kwenye ulimwengu ambao umeelimu sana, unafundisha mambo ya hali ya juu. Kila kukicha kuna mambo mengi, lakini ili kujitambua na kutambua kwamba mahali ulipo ni sahihi, na hichi unachokifanya ni sahihi, na hapa ninapokwenda ni sahihi, ni sharti neno la Mungu liwe kama chakula chako. Kadiri unavyotamani kula chai, kula chakula cha mchana, kula chakula cha usiku, hiyo hali tuliyoiona katika mambo ya roho, akibiri kulingana neno, nitalitafakari neno, nitaishi neno, mchana usiku, hatunaweza kutumisha. Kwa sababu kila akija na kuona ume kwenye mstari sahihi ambao unaongoza na katiba ya neno la Kristo. Kujitambua imekuwa ni kipengele au changamoto kubwa watu kuweza kujitambua au kutambua makusudi sahihi ya Mungu au kutambua dhamira ya Mungu kwenye maisha yetu. Haleluya. Alikuwa Kristo anatuonyesha ya kwamba ni sharti tujitambue. Lakini nilipoangalia hapa Kristo alipokuwa anasema ni ulimwengu mwenyewe, alipokuwa anazungumza hivyo, alipokuwa anamaanisha kwamba tujitambue, tukishajitambua kitu kingine, tambua nafasi sahihi Mungu aliyomuweka. Ninaweza nikajitambua lakini nisitambue nafasi sahihi, na ninaweza nikaa kwenye nafasi lakini isiwe sahihi ambayo Mungu ameniweka. Kwa watu wote ninaelewa nafasi sahihi, lakini Mungu kwa kukusudia niwe katika
nafasi sahihi. Haleluya. Utanifungulia katika kile kitabu, utafungua kitabu kile cha Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka 12. Samueli wa kwanza sura ya kwanza mstari wa 10 mpaka 12. Kipata naweza tu kunisaidia. Samueli wa kwanza 1:10 mpaka 12. Naye huyo mwanamke alikuwa na uchungu wa moyo wake. Ndio. Akamwomba Bwana, akalia sana. Ndio. Akaweka nadhiri akasema, Ndio. Bwana wa majeshi, ikiwa wewe utaliangalia kesho la mjakazi wako na kunikumbuka, wala usinisahau mimi mjakazi wako na kunipa mimi mjakazi wako mtoto mume, ndipo mimi nitakapompa Bwana huyo mtoto siku zote za maisha yake, wala wewe hautafikiria kichwani mwake. Sasa mimi na mimi ikawa hapo alipotubu kuomba mbele za Bwana, Eli akamwangalia sura zake. Haleluya. Naweza ukasoma Samueli wa kwanza mawili yote yanapata. Biblia inasema ilikuwa ni Hana, mwanamke ambaye alionekana kuwa hazina. Biblia inasema ya kwamba ilikuwa ni kawaida yao yeye na mume wake kupanda katika mlima kutoa dhabihu kila mwaka. Na Biblia inasema kwa sababu Hana alikuwa hana mtoto, alikuwa anampa mara mbili zaidi kuliko mke wake mwingine Penina. Lakini inazungumza ya kwamba pamoja na hayo, Hana kwa kutambua nafasi yake mbele za Mungu hakuridhika na kupokea mara mbili. Alijua kwamba kuna kitu ambacho kimekoma. Alijua kwamba kuna kitu ambacho Mungu anakizungumzia Mungu ni kizani bado kufanya. Naomba kusema ya kwamba Hana alikuwa amechunga moyoni kwa namna ambavyo hana mtoto. Biblia inasema alikuwa katika kuomba mpaka Mungu akampa mtoto. Ninachotaka kuangalia kwa Hana ni nini? Ukiangalia katika mstari wa 8 Biblia inasema mumewe sana akamwambia, Hana mbona umechunga moyoni mwako? Mbona unakuta kila kitu? Biblia inasema alipomuuliza hivyo Hana aliamka, akaondoka akaelekea mlimani madhabahuni pa Bwana. Ni nini ambacho nimejifunza kwa huyu mwanamke? Pamoja na kwamba alikuwa anataka kila kitu, pamoja na kwamba mume wake alikuwa anampenda, lakini mwanamke akasema hapana, kulipa kila kitu sio wakati wangu zaidi. Hizo wakati zaidi za Bwana nione ili nimweke nabii wa Bwana ulimwengu wangu. Haleluya. Alitambua nafasi yake sahihi. Pamoja na majina na changamoto alizonazo kwa uzao, hakuangalia hizi changamoto, alirudi katika uwezo wa Mungu. Anajua kwamba mimi Hana nina uwezo wa kusababisha changamoto wakati wowote na jua yoyote nikiamua. Haleluya. Tambua nafasi yako sahihi. Mungu aliyokusudia. Kwa nini Mungu amekuweka hapo? Ni kwa nini Mungu amekuweka katika kanisa hili? Ni kwa nini Mungu amekuweka chini ya baba huyu? Kuna kizuri ndani ya Mungu ndani yako na chini ya hili kanisa. Kuna kizuri ndani ya Mungu ndani yako na chini ya hili Mungu kumtia hili kanisa. Hana hakuanza kunyamaza na kutulia. Alitambua kuna nafasi sahihi ambayo Mungu zinamwangalia. Ni sharti Mungu katika nafasi ya Mungu. Alipoweka akarudi nyumbani. Ni kweli
neno la Mungu linasema nini? Ni nani mwingine vita? Ni nini rohoni mwana mnazungumza nini kwa roho ya mwanamke? Ninasema ya kwamba ina nguvu ya kutengeneza na kurekebisha nafasi. Iko nguvu ya kubadili nafasi. Haleluya. Hawa alirudi mbele ya uso wa Mungu. Akarudi akaweka nadhiri mbele za Mungu. Akajua ya kwamba nafasi iliyowekwa ni kumbeza kwa Mungu. Na hii safari yake nikaweka nadhiri mbele za Bwana. Ya kwamba akija safari sio mwanzo. Kwa sababu imechuchuliwa kwa Mungu. Akija safari ni kwa ajili ya madhabahu ya ulimwengu mzima. Tambua nafasi zaidi. Nafasi Mungu aliyoweka kwenye hiyo kazi, kwenye hiyo biashara, kwenye hiyo ndoa. Ni kweli kidogo, lakini katika hili ndio tunazungumzia Mungu. Tambua hii nafasi yako, halafu tena Mungu atakayofanya. Yesu anamwambia usiniambie katika kukuvumilia mimi kama wewe ni nafasi njema ili kuokoe uso wenu. Haleluya. Ni nafasi gani ambayo Mungu ameweka? Ulishawahi kukaa ukajiuliza kwa nini uko hapo ulipo? Ulishawahi kukaa ukajiuliza kwa nini uko dhambini? Ulishawahi kukaa ukajiuliza kwa nini ukiangalia Mungu? Ile ninachojiona ni sawa na ufalme Mungu unavyoona, au ninajiona kama kipanzi, kama ambavyo Yoshua, kama ambavyo walisema tulijiona kama mpanzi, lakini je, mbingu zinakuona kama panzi? Mimi zikiangalia zinaona jeshi kubwa nyuma ya mwanamke mmoja. Mimi zikiangalia zinaona ingawa mzuri nyuma ya mwanamke mmoja. Ukweli ni kwamba yanayoendelea yameanzia rohoni na yanaleta matokeo mabaya, kwa sababu uhalisia na ukweli kutoka ndani. Sasa hivi watu hatuna maombi kiukweli. Wanawake wa sasa hatuna maombi ya Mungu ambao ni wazi. Kilichotawala ndani ya moyo wetu ni uchungu na maumivu. Halafu tunadai ya kwamba tulipeleka kuomba kuingilia bila maombi. Tunalia kwa sababu sisi tunaona ndani ya moyo. Ndio maana tunalia na tunatoa machozi. Lakini sisi tunataka huyu Bwana ametoa maumivu na kuoga. Ulicho mbele yako unaendelea halafu tunaendelea na Mungu mwambie. Kama neno lako linaweza kukuza nimekuja na sasa nione mabadiliko. Halafu Yesu tunajiuliza mambo mabaya yametawala Mungu. Hiyo ndio kweli. Kiwango cha kuingia mwanamke ni tofauti na mwanaume. Mwanaume anaweza kumweza na kuelezea mwanamke anakiweka hapa, nimesamehe, lakini akienda tunazungumza kwa nini ananiuliza hivi? Kwa nini alifanya hivi? Sasa hiyo hali ya kuingia katika mabaya nani kimekuwa kinajihoni katika neno la Mungu? Hili kimetokea. Tumekuwa tunajiuliza kwa nini alisema niite nami nitaitika? Kwa nini alisema nitakuonyesha mambo makubwa na magumu nisiyoyajua? Kuna nini ambacho tukiingia katika Mungu ndani? Tumekuwa tunajiuliza kwa wakati kuanzia tumelea maono ya tofauti sana. Lakini tunajiuliza katika mabaya na kuwa na nafasi na nguvu kubwa ya Mungu kuliko kutafakari neno la mazuri. Ninachotaka kukwambia asubuhi ya leo, mwanamke tambua nafasi yako kwa Mungu. Na ukishatambua nafasi yako kwa Mungu, kwa sababu
nafasi. Adui anaweza asikukamate utamua nafasi, anaweza akakusubiria kwenye kutafuta namna ya kukutoa kwenye nafasi. Naweza nikaitamua nafasi utafiti kwenye niliweza kila kuwazuia kwa miguu. Niliweza ili kuwasaidia wengine kupitia biashara. Niliweza ili kuwasaidia kupitia mambo. Adui analiacha inatembea hivi, lakini sasa inafika majira ya kukuchakata. Atatafuta mambo yoyote akutoe kwenye nafasi. Si anajua wewe ni mtu wa kuweka mtu wako. Kwa sababu kimoja tu ambacho kitakufanya niachie nafasi nami nitasimama. Lakini asubuhi ya leo kufunguzi ndio ile ambayo inakusaidia kufunguza nafasi yako. Wajua pale nataka mimi haleluya. Tuko tunaongoza mapambano. Hata ndio tunataka simama hapa kwenye hiyo nafasi. Lakini kisha mchukua wakati wako, kitu kingine tumika katika hiyo nafasi. Tumika katika hiyo nafasi. Kwa sababu naweza kusaidia nafasi yangu mimi mwenyewe. Ikawa nimekaa, sio mimi simame jambo. Ikawa nimekuwa mimi na maji. Ikawa nimekuwa mimi nipate biashara kubwa. Lakini baada ya hapo ilipokuwa nilifanya nini? Tumika kwenye nafasi yako. Ukisha ikamua nafasi, tumika kwenye hiyo nafasi. Ukitazama wewe mwenyewe, ukitazama mimi, iko kiwango gani natumika kwenye nafasi yangu ya kuinuka? Ni kweli natumika kwenye hiyo nafasi? Ni kweli kutumika kwangu kunampa Mungu utukufu? Ni kweli kutumika kwangu kunaleta mabadiliko kwa watu wengine? Au ninatumika kwa namna ya ulimwengu ili ya Mungu kusababisha mabadiliko na mabaya? Si lengo la Mungu kumleta mwanamke katika ulimwengu katika namna ya vile au katika namna mbaya. Nilikuwa nikisisi na Mungu ya kwamba aileta mwanamke atumika kuhudumia kwa Mungu mbali. Ninaona kabisa nimekuja kwa mwanamke kwa sababu ninazidi kumwona mwanamke. Haleluya. Tumika kwenye nafasi yako. Ukisoma kwenye Mathayo 27:55, Biblia inasema na wale wanawake waliopatana nao kutoka Galilaya walipatana naye na baadaye wakamtumikia, wakatumika mbele za Kristo. Walikuwa wanatumika. Ni wapi ninapotumika wewe? Ninatumika wapi? Ninatumika kufanya nini? Haleluya. Lazima utumike katika nafasi Mungu aliyokupa. Hakikisha unatumika kama Mungu anasema ni kweli Mungu anasema. Tumika kwa namna ambayo hakika utasema hapa nimetumika kwa Mungu zangu nimefikia hapa. Mungu tunaomba ili kukuona umetumika mpaka hapa. Kuna kitu moja kulisha Mungu mmoja alizungumza akasema, katika kila chochote unachokifanya tamani kukifanya kwa ubora wa hali ya juu. Yaani kama ukitumika katika kumwingia Mungu, ila kana kwamba ila kazi unakunyama tena. Kama ukiomba ona kama kuliko kwa Mungu. Ukiomba kiwango kiko kwa sababu kiandika kwenye nafasi kwa namna ambayo Mungu atafurahi na kupendezwa na wewe. Lakini leo nafanya kitu kama tunachofanya Kristo.
Ni jambo la kawaida kwa sababu tunazo. Yuko mtu wakati hiyo mbele mtandao anailinda kwa hali na mali. Yuko mtu hicho ambacho anakudharau mbaya. Yuko mtu anakiendelea hicho mbaya kwake ni kizuri. Lakini katika kujua kwamba wakati hiyo mbaya au mbele ni kweli kusimama kwa uaminifu kuna matokeo mazuri na makubwa. Imekuwa ni changamoto kwa sababu tunaangalia kwa muonekano wa Mungu. Hatuwezi kuangalia je, kama Mungu tunajiona ni kibaya, ndio wanasemaje? Kama Mungu tunajiona ni dhaifu, ni biashara mbaya, ni watoto ni Mungu akitazama hawa watoto wanaona ndio nyamani. Kama hivi ndio watu wanaotoka nasema wamebeba watoto hivyo, unazungumza hili kwa bado hii familia. Mwanamke huyu uliuliza wao kila kitu kitakuwa wapi? Tuliuliza katika ulimwengu wa watu. Tuliuliza katika ulimwengu wa watu. Haleluya. Tumika kwa uaminifu katika nafasi Mungu aliyokuweka. Mungu amekuweka wapi? Na je, Mungu alikuweka hapo wewe sasa? Hawa walikuwa na uwezo wa kuridhika kwa kila kitu. Alikuwa na uwezo wa kukaa kuridhika kwa sababu fedha sio shida, mali sio shida. Alikuwa na uwezo wa kuridhika. Lakini je, mbingu zilimleta akae aridhike? Haleluya. Yuko mtu mmoja anaitwa Esta, mama mmoja anaitwa Esta. Na yeye namkiri kuna majina aliruduka kwa sababu yuko kwenye kiti cha ufalme. Ni malkia katika ufalme. Unasema unaandika wadada wanaangamiza Wayahudi. Esta hana taarifa hilo lolote. Mordekai akapata taarifa ya maangamizo ya Wayahudi. Alipopata taarifa alienda mbele ya mlango wa mfalme amevaa mavazi ya magunia. Alilaua mavazi yake akavaa magunia. Vijakazi wakamwambia Esta, mjumba wako yuko hapo, amevaa mavazi ya magunia. Kwa sababu Esta hajajipangua baada anaona alipeleka au naambia, akaambia sisemi ngoja lenyewe Mordekai. Wakampelekea Mordekai. Mordekai akawaambia ya kwamba hapana, siwezi kubadili kwa sababu hii ni ishara ya kwamba katika taifa la Wayahudi na hali mbaya ya hatari. Na mwenyewe Esta ya kwamba akajitambua kuna hatari inaendelea, kuna hata kisha sahihi. Unasema alipopelekea taarifa akaanza naye kujitetea kwamba mwenyewe na siku 30 panda mwenyewe atakuja. Yaani kana kwamba anasema wewe niambia habari za kuangamiza watu mwenyewe mpaka sijawahi kuona. Lakini tunasema ya kwamba Esta akatulia. Akaona ya kwamba yuko hapo kwa sababu ni malkia. Ile nakula iliwekwa kwa ajili ya muda kama huu. Hii nafasi ilipewa kwa muda mrefu nimechezea. Ni majira ya kumtumikia hii nafasi kwa usemi. Biblia inasema akawaambia vijakazi, sugeni leo siku 3. Mwambieni na Mordekai akawakusanya Wayahudi. Kwa siku 3 mlete kwa ajili yangu, alafu nitaenda kwa mfalme kinyume cha sheria. Biblia inasema kwamba siku ya 3 alienda kwa mfalme. Ni kitu ambacho mwanamke ninataka nikueleze. Kuna wakati tunajisahau kwa sababu tumejipata. Kuna wakati tunajisahau. Kuna wakati tunajisahau Mungu akitupenda. Tunajisahau tunachia kumtumikia Mungu sahihi. Lakini asubuhi ya leo nikukumbushe neno moja
Jiangalie wewe, angalia kusudi la Mungu kwenye ulimwengu na taifa na uzao wako. Haleluya! Mwanamke niache kwa neno Mungu huku kuna asili ya kila kitu. Mungu awabariki. Haleluya.